Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Katiba ya mwaka 1977 ibara yake ya 8 kifungu cha kwanza inasema hivi: mamlaka ya nchi itakuwa mikononi mwa wananchi, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. Hii ni kwa mujibu wa katiba hii, na itatumia madaraka hayo kwa niaba ya wananchi. Lakini ibara ya 8(1)(a) inasema mamlaka na madaraka ya serikali ya Jamhuri ya Muungano yatatokana na wananchi, na serikali itapata madaraka yake kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba. Tunaona kumbe serikali inapata madaraka kutoka kwa wananchi. Maana yake kisima cha madaraka, the oasis of authority and power in the country, kinatoka kwa wananchi. Sasa kama wananchi hawa wanatekwa, ambao ndio chanzo cha mamlaka, maana yake ni hatari sana. Ndugu zangu, utekaji haukubaliki. Baada ya miezi 5 kuwa nimezungumza kuhusu sikubaliani na utekaji, narudia tena mara nyingine kwa nguvu kubwa kabisa, sikubaliani na utekaji. Kesho kutwa, wiki ijayo, sikubaliani na utekaji na kutoweka kwa watu bila utaratibu. Ndugu zangu, wananchi ndio wenye nchi. Narudia tena, wananchi ndio wenye nchi. Na ndio maana hata neno lenyewe wananchi ni wana wa nchi, ndio wenye nchi. Usipowasikiliza wananchi, utafika wakati utapoteza nafasi ya kuwasikiliza. If you don't listen to them now, time comes you won't be able to listen to them. Usipowasikiliza wananchi leo, wakati unafika hutapata nafasi ya kuwasikiliza. Lakini pia usipowasikiliza wananchi leo, unaweza kupoteza nafasi kabisa ya kuwasikiliza kipindi utakachowahitaji wakusikie. Ni muhimu sana kusikia kilio cha wananchi. Matokeo ya kutokusikiliza kelele za wananchi inaleta machafuko na migawanyiko siku zijazo. Matokeo ya kutokuwasikiliza wananchi na kelele zao inakuletea migawanyiko na matatizo makubwa siku zijazo. Tangu place yangu ya kwanza nilivyosema kwamba vyombo vyetu viwe na ulinzi ili wawe na uwezo wa kusema hapana kwenye baadhi ya mambo ambayo hayaendi sawa sawa. Nikupe mfano mzuri. Huwezi kuniambia eti polisi hawafahamu kabisa kuhusu utekaji. Huwezi kuniambia hivyo. Huwezi kuniambia idara ya usalama wa taifa hatujui kabisa kuhusu utekaji. Huwezi kuniambia hivyo. Huwezi kuniambia eti jeshi la wananchi halina taarifa kabisa utekaji. Hapana. Wala jeshi la magereza, wala uhamiaji, wala jeshi la uokoaji. Lazima kuwe na taarifa. Kama mkikubali kwamba majeshi haya, vyombo vyetu havina taarifa, basi Tanzania si salama pa kuishi. Lakini mimi nafahamu competence. Kwa sehemu kidogo nafahamu competence ya viongozi wetu. Nafahamu. Unajua, kuna mambo mengine unaweza ukayasema tu, ni rahisi yakiwa kwa mtu mwingine. Akitekwa baba yako, au mama yako, au dada yako, au mdogo wako, utafeel pinch. Ni hatari sana. Mimi siamini eti wakuu wetu wa vyombo hawajui kabisa watu wanakwenda wapi. Lakini nilipendekeza mimi nikasema kwamba ni muhimu sana vyombo hivi vipewe semi autonomy. Semi autonomy maana yake ni kwamba kuwe na kujitegemea fulani. Kwa sababu sasa hivi narudia tena yale. Mimi nilizungumza tatizo and I suggested solution. Nilizungumza tatizo na nikapendekeza ufumbuzi. Lakini mwanzoni mlikuwa mnaona kana kwamba huyu anaongea tu. Niliongea mapema sana miezi 5 iliyopita, tarehe 24 mwezi wa 5 2025. Nikapendekeza nikasema hivi: ili kukomesha huu utekaji ambao umeendelea kuwepo katika taifa letu, ni vizuri wakuu wa vyombo wote wawe na semi autonomy. Semi autonomy maana yake kwamba wawe na kujitegemea fulani. Nikasema kuwe na mamlaka ambayo Mheshimiwa Rais anaweza kumteua kwa mfano
DGIS, mkuu wa idara ya usalama wa taifa, anamteua Mheshimiwa Rais. Kama ilivyo kawaida, amteue mkuu wa jeshi la wananchi CDF. Mheshimiwa Rais anaweza kumteua mkuu wa jeshi la polisi kama ilivyo, na mkuu wa jeshi la magereza, na mkuu wa jeshi la uhamiaji, na mkuu wa jeshi la uokoaji. Lakini akitaka kuwatoa, kuwe na chombo kingine ambacho kinaangalia sababu za hawa kutolewa. Kuwe na instrument, kuwe na chombo kingine. Mimi nikapendekeza chombo kile kinaweza kuwa ni kamati ya ulinzi na usalama ya bunge, ambayo sababu zipelekwe kwa nini yeye anataka kutolewa. Kwa mfano, sasa hivi natoa mfano tu, ni mfano, mimi napenda kutumia mfano. Kwa mfano, kama IGP anauona utekaji na hakubaliani, au DGIS wetu wa sasa hivi anauona utekaji na hakubaliani, au mkuu wa jeshi la wananchi anauona utekaji sasa hivi lakini hakubaliani, au mkuu wa jeshi la magereza au uhamiaji au jeshi la uokoaji anauona utekaji lakini hakubaliani, atakwendaje kwa bosi wake aliyemteua, ambaye bosi wake ni mgombea na bosi wake angependa ashinde? Atakwendaje kumwambia bosi, hili jambo mimi sikubaliani nao? Ikitokea, sijasema ndivyo hivyo, ikitokea kile chombo cha utekaji ni chombo cha mmoja wapo kati ya wagombea, ikitokea, sisemi imetokea, lakini ikitokea, if it happens, kwamba chombo cha utekaji ni chombo kimoja wapo cha kikundi cha mgombea mmoja wapo, ikitokea hivyo, nisisemi ni hivyo, lakini ikitokea hivyo, anawezaje mkuu wa jeshi la polisi kumapproach bosi wake kumwambia, bosi, kale ka kikundi kako bwana kanachukua watu? Anawezaje mkuu wa jeshi, mkuu wa idara ya usalama wa taifa kumwambia, bwana bosi, kale ka kikundi kako? Anafukuzwa kazi. Hiyo ni kweli. Usifikiri kwamba kuficha kichwa kwenye mchanga ni kuepuka madhara yanayokuja. Don't think hiding your head on the sand is a means to avoid disaster. Madhara yanapokuja ni kuyafesi na kukabiliana nayo na kutafuta ufumbuzi. Ndio maana niona mimi nitazungumza na kuzungumza tena bila woga. Ukiwaua wote utamtawala nani? Ukiwateka wote utamtawala nani? Itakuwaje baada ya hapo? Kwa kiwango kidogo najua competence ya vyombo vyetu na wakuu wa vyombo. Najua. Mimi najua. Narudia tena, mimi najua competence ya wakuu wetu wa vyombo. Najua kabisa. CDF amekuwa kwenye kazi muda mrefu. Ni mtu competent. Anaiweza kazi. IGP Wambura ni mtu competent kabisa. Namfahamu Wambura tangu akiwa Kinondoni pale. Namfahamu Wambura tangu akiwa kanda maalum. Wambura amefanya kazi kule Mtwara kipindi kile cha mambo magumu. Wambura ni mtu competent. Mimi I'm 100%. Huwezi kunidanganya kwamba eti Wambura hajui kabisa. Wambura atakuwa anajua. Lakini Wambura anamwendeaje bosi wake? Kusema kwamba bosi, hili swala haliendi vizuri, atapoteza kazi. DGIS eti ndugu yangu Suleiman Mombo eti hajui kabisa. Anajua. Lakini akienda anaweza kupoteza kazi. Siamini CDF hajui au generali kiongozi wa magereza hajui, wanajua. Lakini sasa watafanyaje? Wakitulia ndani ya mimi nahakikishia wa Tanzania tuna vyombo competent. Kwa swala la vyombo tu ni competent, lakini hatujapata a mechanism ya kuwalinda hao wakuu wa vyombo ili na wao watulindie nchi yetu. Kwa hiyo muda unakuja na siku moja itafika. Mimi nasema siku moja itakuja tu ambayo tutapata namna ya wakuu wa vyombo kuwalinda, watulindie nchi yetu na maono yetu. Ndugu zangu, my countrymen, kama tusipofanikiwa kuilinda nchi yetu, ipo siku nchi yetu njema tutaipoteza. Kwa sababu motive ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi. Hata ningekuwa mimi, motive ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi. Na anaweza kutumia njia ambazo zina damage nchi ili ashinde uchaguzi. Lakini motive ya nyie wakuu wa vyombo na vyombo vyetu ni kulinda nchi. Akija mtu mnamlinda, anamaliza, anaondoka. Anaingia kwa mujibu wa katiba, mnamlinda, anaondoka. Ndio wajibu wenu. Lakini itakapofika wakati tukaona aibu kusema juu ya mambo yanayohatarisha taifa, kuna siku tutakuwa na wakati mgumu sana. Ndugu zangu,
ninyi wa kuwa vyombo ni binadamu. Niruhusini niongee na nyie. Si nyie mnayoendesha haya mambo ya utekaji, si nyie. Wala sio vyombo vyenu. Si nyie wala sio vyombo vyenu vinavyoendesha mambo ya utekaji. Lakini siku zijazo hamtaepuka kabisa kutamkwa mkiungamanishwa na matukio haya yaliyotokea wakati wa utawala wenu. Kwa mfano, watu watasema mwaka ule, kipindi kile ambacho DJIS alikuwa fulani, miaka ile ambacho CDF alikuwa fulani, miaka ile ambacho mkuu wa jeshi wa polisi alikuwa fulani, miaka ile ambayo mkuu wa jeshi la magereza alikuwa fulani, miaka ile ambayo mkuu wa uhamiaji alikuwa fulani na mkuu wa jeshi alikuwa fulani, ndiyo miaka ile ambayo watu walitekwa sana. Hamwezi kukana kwamba si ninyi, lakini miaka ijayo historia itawarekodi kwamba ninyi mlipokuwa wakuu wa vyombo mambo haya yalitokea. Mimi naongea na nyie moja kwa moja kama mtumishi wa Mungu. Na ukiniona naongea hivi kwenye nyakati ambazo ni za hatari kama hivi, nyakati ambazo balozi anatoweka, hakuna neno lolote kutoka serikalini kwamba mstaafu wao ametoweka, hakuna. Watu wamekwenda mahakamani, ruling ya mahakamani na yenyewe inasema kwamba na wenyewe hawajui, mahakama hawajui. Kwa hiyo huwezi kumpata popote. Ukiniona mimi nazungumza kwa uchungu kabisa. Nchi ni yetu sote. You cannot avoid in the future that when they talk about these abductions, that your names might be connected, not in a sense that you are doers of those matters, lakini majina yenu yatatajwa, yataungamanishwa na hayo. Mimi nawashauri, pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka, ambao ni jambo la muhimu na lazima. Loyalty yenu kwa mamlaka jambo la muhimu na lazima. Pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka, liangalieni jambo hili kwa muhimu sana. Linawaunganisha nyie na utu wenu na familia zenu na watoto wenu. Si kwa sababu mmefanya, ni kwa sababu nyie ndio mlikuwa wenye mamlaka ya kulizuia hili jambo. Si kweli eti vyombo havijui Mdude na Soka wako wapi. Si kweli eti vyombo havijui Ali Kibao alichukuliwaje. Si kweli vyombo havijui Polepole kaondokaje. Si kweli. Vitakuwa vinajua na hakika kabisa vitakuwa vinajua. Lakini vifanyeje? Ndugu zangu, ninyi wa kuwa vyombo ni binadamu. Niruhusini niongee na nyie. Si nyie mnayoendesha haya mambo ya utekaji, si nyie. Wala sio vyombo vyenu. Si nyie wala sio vyombo vyenu vinavyoendesha mambo ya utekaji. Lakini siku zijazo hamtaepuka kabisa kutamkwa mkiungamanishwa na matukio haya yaliyotokea wakati wa utawala wenu. Kwa mfano, watu watasema mwaka ule, kipindi kile ambacho DJIS alikuwa fulani, miaka ile ambacho CDF alikuwa fulani, miaka ile ambacho mkuu wa jeshi wa polisi alikuwa fulani, miaka ile ambayo mkuu wa jeshi la magereza alikuwa fulani, miaka ile ambayo mkuu wa uhamiaji alikuwa fulani na mkuu wa jeshi alikuwa fulani, ndiyo miaka ile ambayo watu walitekwa sana. Hamwezi kukana kwamba si ninyi, lakini miaka ijayo historia itawarekodi kwamba ninyi mlipokuwa wakuu wa vyombo mambo haya yalitokea. Mimi naongea na nyie moja kwa moja kama mtumishi wa Mungu. Na ukiniona naongea hivi kwenye nyakati ambazo ni za hatari kama hivi, nyakati ambazo balozi anatoweka, hakuna neno lolote kutoka serikalini kwamba mstaafu wao ametoweka, hakuna. Watu wamekwenda mahakamani, ruling ya mahakamani na yenyewe inasema kwamba na wenyewe hawajui, mahakama hawajui. Kwa hiyo huwezi kumpata popote. Ukiniona mimi nazungumza kwa uchungu kabisa. Nchi ni yetu sote. You cannot avoid in the future that when they talk about these abductions, that your names might be connected, not in a sense that you are doers of those matters, lakini majina yenu yatatajwa, yataungamanishwa na hayo. Mimi nawashauri, pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka, ambao ni jambo la muhimu na lazima. Loyalty yenu kwa mamlaka jambo la muhimu na lazima. Pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka, liangalieni jambo hili kwa muhimu sana.
linawaunganisha nyie na utu wenu na familia zenu na watoto wenu. Si kwa sababu mmefanya, ni kwa sababu nyie ndio mlikuwa wenye mamlaka ya kulizuia hili jambo. Si kweli eti vyombo havijui Mdude na Soka wako wapi. Si kweli eti vyombo havijui Ali Kibao alichukuliwaje. Si kweli vyombo havijui Polepole kaondokaje. Si kweli. Vitakuwa vinajua. Vitakuwa vinajua. Na hakika kabisa vitakuwa vinajua. Lakini vifanyeje? Na watekaji wamefika mahali ambapo wana ujasiri. Nikamsikiliza mkurugenzi wa Jamii Forum Mero, anasikika anasema kwamba yeye alipigiwa simu. Akaambiwa na mtu, bwana, tutakuteka, tutakuua na Watanzania watakulilia kwa siku 3 alafu baadaye watasahau. Yaani mtekaji ana ujasiri wa kukupigia simu na kukwambia, bwana, tutakuchukua alafu Watanzania watalia siku 3 watakusahau. Anakupigia simu. Ndugu zangu, we must wake up. Huu utekaji tunauresist kwa nguvu zote. Mimi binafsi na uresist leo, kesho, wiki ijayo. No, it can't happen in our country. Jambo hili lazima likataliwe. Hatukuliona kule nyuma. Hii ni dharau iliyopindukia kwa mtekaji kukupigia simu na kukutisha. Leo watu wengi wamekimbia nchi. Mwanamapinduzi ya askofu wetu hayupo, wamekimbia. Sikiza nikwambie, kina Mwakipesile wamekimbia, wengi wamekimbia, wako nje. Wengine siwezi kuwataja kwa sababu ya hadhi zao. Maaskofu wa madhehebu makubwa kabisa wamekimbia nchi kwa sababu tu ya kusema sema. Sikiza niwaambie, at least mimi ni kiongozi wa taasisi. Unapokuwa kiongozi, watu wote hawezi kukubaliana na wewe. Hata kwenye taasisi zetu za kimungu kabisa, ni kanisani au ni msikitini, si watu wote watakubaliana na wewe, na pamoja na kwamba ni waumini wako, wakukusema sema wapo. Wengine watakusema kwa sababu za uongo, zitakuuma. Kama kiongozi lazima uwe na courage ya kumeza hayo maneno. Unaweza kuwateka ukashinda uchaguzi. Baada ya kushinda uchaguzi, kila uliyemteka ana mdogo wake, ana mjomba wake, ana shangazi yake, ana kaka yake, ana ndugu yake. Baadaye nchi itakuwa kwenye uchungu ambayo itakuwa ni ngumu sana kuiganga. Amkeni. Nasema tena, this is a last wake up call. Hii ni kengele ya mwisho ya kuamsha kwamba amkeni, tutapoteza nchi. Kataa utekaji, disappearance of persons.